Mei 3. Jumamosi. Mwaka wa 2025, zungumza kuhusu Injili pekee, Wagalatia 1:7. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza Injili ya Kristo. Watu wote ambao wamemwacha Mungu hawana budi kuishi kama watumwa wa Shetani. Hii inakuwa hatima yao. Hatima hii inaweza tu kubadilishwa na Injili ya Yesu Kristo. Kisha ni kazi gani itafanyika wakati wewe, remnant, utashuhudia Injili katika shamba? Kwanza, misingi mitano inainuliwa katika shamba. Misingi mitano inajumuisha Darakbang, ambapo Injili lazima ipelekwe kwa wale waliomwacha Mungu. Huduma ya timu, ambapo uponyaji wa kweli unafanyika. Nyumba ya misheni, ambapo kambi inafanyika kuanzia katika familia. Kanisa maalum, ambapo unaokoa nafsi kupitia masomo yako. Na kanisa la mkoa, ambapo mnara usiotikisika Baptizan kamili inakuzwa katika mikoa yote. Pili, utainuliwa kama shahidi katika zama ya wikendi ya siku 3. Watoto wengi hutumia wakati wao wote ndani ya utamaduni wa ulimwengu. Kwa hivyo, lazima ubadilishe wakati huu kuwa wakati wa kupokea uponyaji, kupokea vipaji ulivyopewa na Mungu, na kuwa wakati mkuu wa kumwabudu Mungu. 3. Kanisa litainuliwa kama mnara unaoinua kumbi 3. Ni kwa sababu kumbi 3 zinakuwa shamba la uinjilisti na umisheni, ambapo wale ambao ni wagonjwa, wale wanaokabiliwa na hali ngumu kutokana na matatizo ya kiroho, na mataifa 237 na makabila 5,000 hukusanyika kuokoa nafsi, na mashamba ya mataifa 237 na makabila 5,000 haiwezekani kwa kitu kingine chochote. Ndiyo maana lazima uzungumze juu ya Injili pekee. Ombi la leo: Mungu Baba, badala ya kuzungumza juu ya mambo mengine, nipate kuishi maisha ya mwinjilisti ambaye anazungumzia Injili pekee. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.